Hivi kama diwani wa kata tukahamasishana na wananchi na viongozi wa vijiji. Ikawa tumeanzisha kijiji cha Kisongo na viongozi wa pale, tukanunua eneo yenye gharama ya shilingi milioni 35. Hiyo ni nguvu ya wananchi ya kuchangisha. Wananchi milioni 35. Hata kununua nikapeleka mapendekezo halmashauri. Nishukuru mkurugenzi na timu nzima ya wilaya akiongozwa na mwenyekiti wetu wa halmashauri Ojungu Selekwa, tulipewa fedha kujenga shule mpya inayoitwa Oreteti, shule ya msingi Oreteti katika kijiji cha Kisongo. Na serikali ikatumia fedha shilingi milioni 88.6 kwa kujenga madarasa 3, ofisi ya mwalimu na tundu 6 vyoo. Na tunapoongea mpaka sasa hivi madarasa yote na ofisi ya mwalimu imekuwa tayari, choo iko katika hatua ya umaliziaji. Shule tukifunga kesho kutwa tukifungua, wanafunzi wanaweza kugaiwa pale kuepukana na usongamano wa wanafunzi walioko shule ya msingi Kioga na Kisongo. Kwa hiyo hayo madarasa yameshakuwa tayari. Na hivi punde tunavyoongea serikali pia imeshatumia shilingi milioni 50 tena kwa sasa hivi, ambayo sasa hivi ndio kwenye mchao ambao tumeshaanza kufanyia kazi kujenga madarasa 2 katika ile shule mpya. Kwa hiyo kazi inaendelea kwa hilo shilingi milioni 50. Hiyo kwa upande wa elimu ndio kazi ambayo tumefanyiwa na serikali. Nzuri sana hiyo. Asante sana. Kabla unataka kuhama kwenye elimu, kabla hujahama hapo, changamoto ni zipi ambazo mnakutana nazo kwenye sekta ya elimu kwenye kata ya Kidinga? Au zilikuwepo na kama zilikuwepo mmezitatuaje? Changamoto zilizokuwepo ni wanafunzi walikuwa wengi kwenye shule. Walikuwa wengi mno ambapo unakuta darasa moja wanafunzi sio chini ya 100 mpaka 150 walikuwa wanasoma kwenye darasa moja. Walikuwa wengi mno. Taratibu ni 45. Taratibu ni 45 mpaka 50. Lakini baada ya kuomba fedha tukapewa, imepunguza sana. Changamoto iliyoko pia ni ufinyu wa maeneo. Maeneo ambayo shule zipo ni finyu mno, ambao tunaomba labda ikiwezekana, tuna mfumo kusema sasa hivi katika shule zile tunapoanzisha tuanze mfumo wa gorofa ili tusaidie pia, manake viwanja vimeshakuwa ni vidogo sana katika maeneo yetu. Ndio tatizo la utoro wa wanafunzi shuleni kwenye kata yako hili likoje na mnalikabili vipi? Tatizo iko utoro wa rejareja. Kwa upande wa sekondari wapo, lakini tunajaribu kufanya mikutano kuhamasishana ili wazazi, alafu wale wazazi ambao wanakuwa sugu tunawachukua na kuwashtaki katika ofisi ya kata na kudhibitiwa ili waweze pia watoto wao wasiendelee kutoroka. Kwa hiyo tunapambana kwa swala utoro. Na nadhani eneo hilo linatokea ni eneo la wafugaji wa Masai. Na imekuwa utaratibu wenyewe ule wa kupeleka shule watoto inakuwa sio ule mkubwa. Vipi umewezaje kupiga hatua kwenye namna kushawishi wazazi mpaka kushauri kuweka elimu kubwa kwa wazazi ili watoto waweze kujiunga kwenye shule? Okay. Ni kweli kama ulivyosema mtangazaji, lakini maeneo yetu sasa hivi yamekuwa yako mjini. Sio mbali na hapa mjini. Ni karibu. Kwa hiyo wazazi wa kwetu wameelimika mno, wanajua maana ya elimu. Kwa hiyo ni kati ya kata ambazo ziko mjini. Labda kwa kumalizia kwenye kipengele cha elimu, kabla ulikuwa unaenda kwenye sekta nyingine, kuna hili swala la watoto kula shuleni na ni maelekezo ya serikali kwamba watoto wanatakiwa wapate chakula shuleni. Maeneo mengi kumekuwa na malalamiko kwamba wazazi wanakuwa watoi ushirikiano kwenye kuchangia chakula kwa watoto. Labda kwenye kata yako hii ikoje? Ni kweli changamoto hiyo ipo na shule zote. Kwa upande wa sekondari wanafunzi wanakula japo sio wote. Lakini tunajaribu kuhamasisha kila tunavyoweka mikutano ya wazazi, mikutano ya vijiji, mikutano ya kata, tunahamasisha wao wanalipa. Na kweli kwa sasa hivi kwa upande wa sekondari wanafunzi wengi wanakula chakula. Tofauti na kipindi cha mwanzo. Na shule zote za msingi pia hakuna shule ambao wanafunzi hawali chakula japo sio wote. Na tunazidi kuhamasisha ili angalau wanafunzi wao wanakula wote shuleni. Tumalizie na sekta na kwenye shule yako ya sekondari, vipi performance, yani ufaulu ukoje kwenye shule ya sekondari Kidinga? Nishukuru ndugu mtangazaji, kwa kweli nishukuru bodi ya shule, nishukuru mkuu wa shule ndugu Spet. Kwa kweli ameipandisha elimu ufaulu wa watoto katika shule ya sekondari Kidinga. Kwa mwaka jana 2024 tulifaulisha kwa 98%.
ni wanafunzi mmoja tu ndio amefeli, amepata 0, lakini wengine wote wamefaulu. Kwa kweli shule iko vizuri kwa upande wa taaluma. Sawa. Tunaweza tukaendelea. Asante. Hongera sana kwa hiyo. Asante sana. Tunaweza tukaendelea na sekta nyingine. Ndugu mtangazaji, nikienda kwa miundombinu kama ya barabara. Kwa kweli barabara zetu ni changamoto. Lakini kitu tukua barabara za kata ya Kidinga pamoja kwa kuna changamoto lakini zinapitika. Lakini niseme serikali yetu imetusaidia sana kwa upande wa barabara. Kuna barabara moja ambao ilikuwa shida kidogo, barabara Sanawari Oldonyo Sapok. Hiyo barabara imeshakuwa mara mingi serikali inatusaidia kuchonga na kuweka vifusi. Lakini inakuwa changamoto yake ni ile njia ya maji yanayotoka kwenye mlima Meru. Sasa inaponyesha unakuta ile udongo ile changarawe yote inasomba inakuja huko sehemu za mjini. Sasa unakuta kila mwaka inakuwa barabara inatengenezwa. Lakini kwa hivi juzi tulikaa na hawa wanaotengeneza barabara TARURA. Wasema barabara hizo ili kuondoa changamoto ile ni kutengeneza mitaro. Na wameanza mitaro kuanzia huku kwenye kata ya Oltroto kwenda huko juu. Kwenye kata yangu tumeshatengeneza mita kama 600 mitaro. Na wameahidi kuwa ndio maendelezo ya kila mara kuweka mitaro pande zote ili maji yao yanapita pembeni kuepuka na barabara kuchukuliwa kusomwa na maji. Kwa hiyo sasa tunavyoongea barabara ni nzuri, inapitika paka kule karibia Oldonyo Sapok. Toka na hapo kuna barabara Mianzini Timbolo Ngaramtoni. Tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imetusaidia pia barabara ile ambayo sasa hivi iko chini ya TANROADS. Kwa kweli wametupa bilioni 22.5 na mpaka sasa hivi barabara inaendelea vizuri, imeshafika katika hatua nzuri. Imeshafika kutoka Mianzini kwa kiwango cha lami wameshaweka mpaka katikati ya kata ya Kidinga. Kwa hiyo wanaendelea na wakandarasi wako site. Kwa hiyo kazi inaendelea. Nashukuru kwa hilo, kwa kweli barabara ipo vizuri. Kuna barabara ndogo za vitongoji, kwa hiyo barabara hizo ni nzuri. Wanajitahidi, wananchi wanajitahidi kuweka vizuri, na kuna barabara pia ambayo imesajiliwa na TARURA na tumepanua na barabara ziko vizuri katika hatua nzuri. Sema tu changamoto ya mvua kidogo kidogo. Asanteni. Asante. Labda kwenye hii barabara uliyoitaja hapa ambayo serikali imetoa bilioni kadhaa, hii ya Mianzini Timbolo kuelekea Ngaramtoni huko, kumekuwa na malalamiko kuhusiana na swala la fidia. Wale watu wa pembezoni mwa ile barabara wakidai kwamba hawajafidiwa, serikali haijafidia. Mheshimiwa Diwani, wewe ni msemaji wa wananchi kwenye hiyo kata. Hii unaliozungumziaje? Hilo mimi nachojua kuna watu walikwendaga mahakamani, watu wa Mianzini kwenda mahakamani. Na wasikia tetezi wanasema wameshinda. Wanafuatilia kulipa fidia. Lakini mpaka leo wanalalamika wasema hawajapewa hela mpaka muda huo. Lakini niseme barabara kwa taarifa ambayo tumepata, barabara Mianzini mpaka Timbolo wanasema ilipimwa miaka 1932. Kwa hiyo ilikuwa kwenye taratibu za utengenezaji. Lakini kuna watu wengine pia ambao tumepewa, kuna kata ya Kimya kwenda Ngaramtoni, ile barabara ilikuwa kwenye taratibu za malipo. Lakini wao wameshafidiwa na wamepewa fedha zao zote. Kwa hiyo hakuna malalamiko huko. Ni hawa watu wa Mianzini Timbolo ndio wana malalamiko kusema wanataka kufidia maana mahakamani wameshinda. Ndio. Hiyo ni nzuri sana bwana Chance. Na ukimsikiliza diwani akizungumza unaona kuna namna ambavyo utaratibu unafanyika kwenda taratibu kimahesabu na kila ni kwa ngazi. Na vipi mmeweza kufanikiwa hilo? Ni kitu gani hasa ambacho kimefanya kwenye kata yako au kwenye kata yenu mkaweza kufanikiwa? Ni ushirikishwaji ambao mnakuwa mnatoka wananchi, mnaunganishwa wananchi na serikali. Yaani nini siri ya mafanikio haya? Siri ya mafanikio ni umoja, ushirikiano tulio nao kuanzia kwenye chama cha CCM ambao ndio nipo kwenye chama, kuanzia matawi, kuanzia kata, kuanzia wilaya chama. Tunawashukuru kwanza wanako wanatupa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kuwa tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na pia tunapata ushirikiano kwa viongozi wengine kuanzia kwenye serikali za vijiji. Tunaitana, tunasema jamani tufanyeni hili ili tuweze kupeleka kata yetu mbele.
na ndio maana tukafanikiwa kwa mambo haya yote. Ni ushirikishwaji ambao tunafanya ushirikiano. Sasa wanasema mtu ni afya. Pamoja na mambo yote na maendeleo yote hayo, lakini kama swala la afya litakuwa hajakaa vizuri, kusema kweli ni changamoto. Kwenye kata yako sekta ya afya ikoje? Kabla sijaingia kwenye sekta ya afya, naomba nimalizie miundombinu. Sawa, malizie. Katika pia kata ya Kidinga tumejaribu, kuna vivuko vingi ambavyo vilikuwa havipitiki. Leo tumefanikiwa kujenga, kuna kivuko kimoja imeshawahi kuchukua watu zaidi ya 3 mafuriko. Lakini baada ya kuingia nimeanza kuifanyia kazi kile kivuko. Kuna kivuko kimoja kinachoitwa Kias. Kivuko kile tumepata fedha kutoka mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo nondo pisi 80 milimita 16. Mfuko wa mbunge akatupa pia mifuko 30. Na mimi nikahamasisha wadau, tukachanga shilingi milioni 5. Tukajenga kile kivuko na kilikuwa tayari kwa mwaka 2022. Na kile kivuko tena akijawahi kuchukua tena mtu mmoja anakuja napita, akijawahi kuchukua mtu. Kuna kivuko kingine kinachoitwa Naresho kwenda kwa mzee anaitwa Lomoni. Ilikuwa watu wakazunguke kwenda kupitia kata nyingine waingie pale. Lakini tumefanikiwa tukashirikiana na kitongoji kile cha Naresho, tukachukua nondo na kila kitu, tukajenga kile kivuko na kimekuwa tayari. Sasa hivi kinapitika vizuri kabisa. Kingine kwenye miundombinu itoke kabisa, sehemu ya miundombinu niingie kwenye swala la afya. Kwa upande wa umeme, baada ya kuingia kwenye kata ya Kidinga, tulikuwa na vitongoji 6 havikuwa na umeme kabisa. Hususan kijiji kizima cha Kisongo ilikuwa na umeme. Lakini baada ya kuingia nimeshirikiana na TANESCO, wakatuwekea umeme vitongoji 4. Mpaka sasa ninavyoongea vitongoji 4 viko na umeme. Bado vitongoji 2 tu havijaingia umeme. Japo wameshapima, wanatusubiri budget ya mwezi wa 7. Wanaweza kaleta ili kamilishe kata ile kida kuwa na umeme sehemu zote. Na Bwana Charles, kwa yote ambayo ameyazungumza mheshimiwa mwenyekiti, anastahili nchikito hapa. Yes, anastahili hicho kupigiwa makofi. Vitongoji 6 ukafanikisha 4 bado 2, hiyo ni 95%. Ni jitihada kubwa sana, ndio. Yaani kati ya 6 4 vimefanikiwa bado 2. Ni jitihada kubwa. Jitihada kubwa sana. Umeme ni muhimu kabisa. Ni nyenzo muhimu kwenye maendeleo ya sehemu yote. Kwa kweli. Kwa hiyo mheshimiwa, hongera sana. Asante sana. Basi nikushukuru kwa mtangazaji. Basi niingie kwenye swala la afya. Katika kata ya Kidinga tulikuwa na zahanati moja ya kata ambayo iko kwenye kijiji cha Oligeruno, kinaitwa zahanati ya Kioga. Hiyo zahanati ni zahanati kongwe ambayo ilianzishwa miaka ya 1957. Ni kati ya zahanati kongwe katika wilaya yetu ya Arumeru. Ilikuwa pia majengo yamechakaa, hatakuwa na maabara. Kwa hiyo ilikuwa inatoa huduma lakini haikuwa inapendeza. Okay. Sawa. Tuna kukumbusha tu tuko na diwani wa kata ya Kidinga, mheshimiwa Felix. Tuko na hapa Francis. Yes, tuko na mheshimiwa Francis Sailoja Lukmai, tukizungumzia maendeleo ambayo yamefanyika, miradi ya kimaendeleo ambayo imefanyika kwenye kata yake, na sasa tuko kwenye sekta ya afya. Sawa. Naomba kuendelea. Kwa hiyo zahanati ni kongwe, ikawa majengo yamechakaa, hatuna maabara, hatuna kutata, wakati mwingine hatuna hata nyumba za madaktari, na nyumba mama na mtoto pia imechakaa, imepata nyufa nyingi. Nilipeleka mapendekezo kwenye baraza, ikawa nimeahidiwa nipate ile kufanya marekebisho kwenye zahanati. Nilikuwa nimeomba pia kama ningefanywa kama kituo cha afya, lakini wakaja wataalamu kuja kupima, wakaona haifai kutokana na eneo ni finyu. Wanasema kituo cha afya inatakiwa angalau ijengwe ikiwa na eka 3.5 mpaka 4. Lakini nikatoa mapendekezo, kwa nini angalau tusijenge magorofa ili iweze kukidhi haja ya watu kwa kituo cha afya. Akawa amesema
kama mna nguvu nyewe mwanzishe kama magorofa. Lakini sasa unajua nguvu ya wananchi ni kidogo kuanzisha. Sasa nikamwambia kwa nini ile pesa inayokuja? Akasema sisi hatuna plani. Tunaleta hela ya kujenga ya chini na kumaliza na watu kuingia. Lakini kusema gorofa hatujafikia kule. Itakuwa changamoto kwa serikali. Lakini kwa hivi majuzi tunavyoongea muda huu wametutumia shilingi milioni 264. Sasa hivi kwenye akaunti, sasa hivi kamati zinaendelea kufanya kazi ili wapewe maelekezo namna kutumia hiyo hela kwenye ile zahanati. Kwa hiyo na ikitumika hizo hela tumeshapata zahanati ambayo ni nzuri, inao majengo yote yanayohitajika. Nyumba mama na mtoto, maabara na kuendelea. Zana ambayo itakuwa inahitajika kwenye zahanati. Kwa hiyo itakuwa imekamilika kwa kutoa huduma kwenye kata ya Kidenga ipasavyo. Nzuri sana. Bwana Charles, unakumbuka Mheshimiwa Rais ni moja ya walioingia kwenye waliochukua hatamu. Naam. Huduma ya mama na mtoto ilikuwa ni kipaumbele sana kwa kabisa. Anatuzo kutoka barani Afrika kusema masuala ya afya, lakini pia na huduma hiyo ya mama na mtoto. Kwa hiyo ni sehemu kubwa sana ya mchango ambao amekuwa akifanya huko kuhakikisha kwamba mama na mtoto wanapata huduma sahihi. Ni kweli kabisa. Karibu endelea. Asante. Na kwa upande wa afya nafikiri nitakuwa nimemaliza, ndio hatua ndio kufikia. Japo bado tuna changamoto, lakini kwa serikali yetu inatakiwa kila kijiji angalau iwe na zahanati yake. Na tuna zahanati moja tu ile ya kata ambayo tunatumia wote. Najaribu kuhamasisha kila kijiji wapate eneo ili angalau tujenge zahanati kwa kila kijiji. Na kijiji ambao kimeshaanza kuonyesha mwitikio, kijiji moja inaitwa kijiji cha Kisongo. Wameanza taratibu ukaanza kutafuta eneo ili kuweza kujenga nini zahanati yao. Ndio wameanza mchakato wao. Kwa hiyo tukifanikiwa, na hakika kama wananchi watarizia na kunirudisha kesho kutwa, miaka hii itakayokaa na hakisha kuwa zahanati ya kuwepo kwenye kila kijiji. Sasa labda tukiama hapa kwenye sekta ya afya, yani kuna hili swala la halmashauri zetu kuwafikiria kwamba vijana na wanawake waweze kuwawezesha katika kiuchumi. Kwa hiyo mikopo ile ya serikali ambayo wanakuwa wakipewa kwamba iweze kuwasaidia vijana hawa kujiboost katika uchumi, mambo ya ujasiriamali na kadhalika. Kwa hiyo wanapewa ile mikopo ambayo inakuwa haina riba kwa wanawake wanawake na vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Hii fursa kwenye kata yako ikoje? Nashukuru ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Ni kweli kuna hizo fursa 10% ya mikopo kwenye halmashauri zetu kwenye nchi yetu ya Tanzania. Maana sio halmashauri yetu, hiyo ni kwa ajili ya nchi nzima. Ndio. Kwa kweli kwenye kata yangu ya Kidenga niendelee tu kushukuru ofisi ya mkurugenzi, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli yametujali mno. Tumepata tangia 2020 mpaka muda huu tuna vikundi 26 wameshapata mikopo. Wanarejesha vizuri. Na kuna vingine ambao mpaka sasa hivi tumeshawaombea, lakini bado hawajapata, na hakika katika mwezi unaokuja watapata mikopo. Katika hivyo vikundi 26 waliopata mikopo tumefanikiwa kupata jumla milioni 146,383,500 kwa watu waliopata mikopo. Hiyo inajumuisha kina mama, walemavu na vijana, na wote vikundi vyote hivyo wamepata mikopo na wanaendelea kuomba. Kwa hiyo sio mbaya kwenye kata yangu. Hongera sana. Asante sana. Manake bwana, vijana lakini wachangamkie fursa bwana, vijana wasio nalalamika tu maisha magumu. Vipi, yani kuna lolote hapo kwa wasikilizaji wetu labda? Yes, ya wasikilizaji hapo au tutaongea na wawili watatu. Sio nimalize masuala maji. Basi kwa ufupi kwa sababu na muda na wenyewe. Mwenda kwenda. Au inawezekana kuna swali kule. Mmoja anasema anampongeza Mheshimiwa Diwani kwa kile ambacho amekifanya na anaendelea kukifanya chini ya serikali ya awamu ya 6. Shukrani sana, nisema nani kutoka wapi, lakini shukrani sana, ni pongezi kutoka kwako. Na wewe mwingine anasema sasa ndo anakuja kwenye swala la maji, alikuwa anataka kufahamu mambo ya maji. Ndugu mtangazaji, ikienda kwenye swala la maji katika kata ya Kidenga
Kwa kweli hatuna shida ya maji sana, japo kuna changamoto kidogo. Tuna vyanzo ambavyo tunatumia kuleta kwenye kata yetu vya maji. Kuna chanzo cha Lemurwa na Metameji ambao tulikuwa ni mradi tulioasiwa na shirika la Oxfam, ambao sasa hivi serikali imejua kurithi kwa kupitia Ruasa. Maji kwa kweli iko kwenye kila mahali, japo kuna saa na katika maji ni machache, lakini tumeshaongea na Ruasa sana, wakatuletea mainjinia, tukaenda nao kwenye mlima Meru kwenda kutafuta maji kwa ajili ya kuongeza yale maji, na tulifika mpaka kwenye chanzo cha mto Ngarenaro, tukakuta maji moja ambao ni mengi mno, yanaitwa chanzo cha Lashumba. Wamepima wakaona ya maji yanatosha, na wamepima wakaja akasema waje kuweka kisima kwenye kitongoji kimoja kinachoitwa Imelili katika kijiji cha Likisongo, na wamepeleka mapendekezo TAMISEMI, na mpaka sasa hivi juzi tulikuwa nawasiliana nao, wameshamaliza na mchoro kila kitu, na wamesema mradi ule unagharimu shilingi milioni 550, na sasa hivi wako njiani kuja kutekeleza ili tuondokane na shida ya maji. Japo huku kwetu maji sio shida mno, bali kuna chemchemu nyingi, kuna mifereji maji yanapita. Kwa hiyo ni kwamba rudia kukamilisha tu ili wananchi kila mtu aweze kupata maji nyumbani na kila mahali maji yaweze kuwepo. Lakini maji sio shida sana, japo ni kidogo, changamoto ni kidogo. Okay. Ndio. Sawa. Sasa Bwana Charles, kutokana na muda sasa dakika 4 sasa hivi. Naam. Pengine sasa ni yapi matarajio au ni yapi kabla ya matarajio, ni yapi yaliyobaki inabidi yatimizwe ambayo kama changamoto, lakini baada ya hapo kama wananchi watatoa tena nafasi kwa upande wako, ni yapi ambayo unatamani unayaona kwamba haya inabidi yatimizwe wananchi wasiwe sina ndio kwa upande wako? Sawa. Kabla kufika sehemu hiyo niseme tu kwa serikali yetu, fedha ambayo tumeshapewa mpaka sasa hivi ninavyoongea kwenye redio hii tumepata bilioni 1,765,760 ndio pesa serikali imeweka kwenye kata yangu mpaka muda huu, na imeshafanya kazi. Ni pesa ndefu, bilioni 1 na pointi. Iseme ukifikia mwisho, najua bado kuna changamoto nyingi na huwezi kumaliza changamoto zote. Hakuna alishawahi kumaliza. Hata ukienda Marekani hawajamaliza changamoto tu. Kuna changamoto nyingi ambayo inaweza lakini niombe serikali anaendelea kutusaidia, kama changamoto ya barabara kuwa nzuri, kupatiwa kama kituo cha afya, na pia kuhakikisha kuwa tumepata umeme sehemu zote. Kingine, shule yetu kama ya sekondari Kidenga tunaomba ikiwezekana ipandishwe hadi tupate iwe advance. Maana kwa kweli ina hadhi. Okay. Ile shule sasa hivi iko vizuri. Kwa sasa changamoto ni hostel ambazo hatuna za kuwatosha wanafunzi. Kwa hiyo ndio changamoto zilizoko, na zingine ndogo kama za maji ambayo tumeshaeleza kuwa inafanywa kazi na itafanyika kwa hivi karibuni. Ina hakika nasema narudia kusema nikipata miaka mingine hiyo changamoto zote nitaziondoa ambazo zimebaki, na japo nimeshaahidiwa kila kitu. Ndio mtangazaji. Sawa. Ni yapi matarajio sasa ya kwako kama utapata tena nafasi au ridhaa kwa wananchi ambayo yamebakia? Nadhani kwenye hatujagusia masuala ya nishati safi. Vipi, kwa sababu utaratibu wa shule na waziri mkuu amekuwa akihimiza sana mambo ya nishati safi. Mambo ya nishati safi pamoja na rais kwamba hizi sekta za serikali mfano kama shule zinabidi matumizi ya nishati safi yawepo. Vipi yazingatiwe sana shule ambazo mmekuwa mkizikarabati kama matumizi ya nishati safi? Nafikiri ndio kazi inayoendelea. Tutazidi kuhamasishana, na alafu tupokee pia maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatakuwa kinyume na maagizo ya rais.
Sawa. Tumalize kwa lolote, kwa chochote ambacho unatamani kukisema. Kile ambacho hatujakuuliza lakini ungependa basi uweze kukisema. Karibu sana. Nishukuruni kwa kunialika katika redio hii ikafika kuja kueleza utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ninataka kusema kwanza nishukuru kamati ya siasa kata ya Elkidinga, viongozi wenzangu wa serikali kuanzia kwenye vijiji, wilaya, chama kiongozwa na Comrade Noel Severe kwa kutusimamia vizuri na kuwa kila siku anatufuatilia kwa kile kwa mnafanya nini, kwa kutusaidia, kwa kuwa pamoja na sisi kuhakikisha kuwa tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Pia nishukuru halmashauri yetu naongozwa na mkurugenzi wetu Msumi pamoja na mwenyekiti wetu halmashauri Selekwa. Kwa kweli wameshakuwa ni watu ambao wanatusaidia sana kuhakikisha kuwa tunapata maendeleo kwenye kata zetu. Mimi niseme kuna hizo chache ambazo hatujamaliza. Mimi niombe kwa kipindi kingine ina hakika tutamaliza zote. Maana imebakia kidogo tu sana. Ndio. Sawa. Shukrani sana diwani wa kata ya Elkidinga Mheshimiwa Francis Sailoja Lukmai. Tulikuwa tukizungumza naye miradi ya kimaendeleo ambayo imefanyika kwenye kata yake, na tumesikia kuanzia kwenye sekta ya elimu, afya, miundombinu pamoja na maji, na imekuwa vizuri sana. Na sisi kama Mega FM tukaribishe sana kwa changamoto yoyote, kwa lolote. Asante sana. Tukaribisha sana. Asante sana. Watu wa Arusha. Asante sana.